hiki tunakumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Tunajua ya kwamba miaka ile ya zamani, wakati ule Yesu alikuwa hajazaliwa, kulikuwa na magonjwa mengi na misukosuko mingi. Dhambi ilikuwa zidi, lakini Mungu akawa na upendo mkubwa kwa ajili ya mwanadamu. So kuzaliwa kwa Yesu Kristo kulikuwa kwa sababu ya upendo ambao Mungu alikuwa nao kwa ajili yetu. Bwana asifiwe. So Mungu anatupenda vya ajabu na hakutaka tuangamie. Hakutaka tuishi maisha ambayo hayafai. Na hiyo upendo ule uliokuwa ndani yake ikamfanya kuachilia mtoto wake. Na ndiyo Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee. Na jambo ambalo litakufanya usipotee ni jambo moja, kumwamini yeye. Bwana asifiwe. Anasema ili kila mtu atakaye mwamini yeye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo uzima katikati yetu, uzima wa maisha yetu ni garantii kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu alikuja ili kutufanya ama kutupa uhakika wa uzima. Maana tulikuwa tumepoteza matumaini, lakini Yesu akaja na kutupa uhakikisho wa uzima ambao uko ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. So ujumbe wa mchana wa leo ni upendo. Upendo ndio ujumbe mkubwa wa mchana wa leo. Na nikaanza na kusema Mungu, kitu kilichomfanya amlete Yesu ni upendo. Alitupenda. Alitaka tusiangamie. Alitaka tukae katika njia ya kukutana naye. Na kwa sababu ya upendo mkubwa ambao ulikuwa ndani ya Mungu, ambao mpaka leo Mungu anatupenda vivyo hivyo. Na Mungu hata leo, Bwana asifiwe, huo ni upendo mkubwa. Na ndio maana hata kama mtu ameungwa bado anaweza kuingia mbinguni kama atatubu na kumwamini Yesu aliyezaliwa kwa ajili yetu. Huu ni upendo. Bwana asifiwe. Kama mtu ameasi jambo lolote, hakuna dhambi ambayo haiwezi kusamehewa kwa sababu ya upendo mkubwa ambao Mungu amekuwa nao kwa ajili ya maisha yetu. Hakuna dhambi haiwezi kusamehewa. Na sasa hata ile dhambi uliyofanya, Mungu ana nafasi ya kusamehe kwa sababu ana upendo mkubwa ndani ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Anapenda kila mtu. Na ndio maana hata ndani ya kanisa mtu akiwa amefanya dhambi anapoingia hatumfukuzi, kwa sababu Mungu alimtuma Yesu kwa ajili ya huyo mtu. Hakumtuma Yesu kwa ajili ya watakatifu, lakini alimtuma Yesu kwa ajili ya huyo mwenye dhambi akabadilishwe. Bwana asifiwe. Sasa sisi tungependa wale ambao wanatupenda, wanaishi maisha yale ambayo tunataka, tungewapenda hao, lakini Mungu si hivyo. Mungu alipenda kila mwanadamu. Alipenda wenye dhambi, alipenda wale ambao hawana dhambi, wote akawapenda. Maana wote wako katika ulimwengu. Ndiye anasema alipenda ulimwengu. So alipenda wenye dhambi, alipenda wale ambao hawana, alipenda kila mmoja, na hiyo ikamfanya kumleta Yesu. So jambo hili la upendo linatakikana liwe ndani yetu, maana tumezaliwa katika huo upendo. Inatakikana pia sisi wakati huu, kipindi hiki cha kusherehekea na kukumbuka kuzaliwa kwake Yesu, tunahitaji kuwa na upendo mkubwa kama yeye. Bwana asifiwe. Tunahitaji kupenda wenzetu. Tusiangalie ameokoka ama bado, tusiangalie anakaaje, lakini tunahitaji kuachilia upendo wetu kwa kila mmoja.
Na ndio Jumapili iliyopita nikawaambia hata kile kidogo ulicho nacho unaweza kusherehekea pamoja na jirani yako, unaweza kusherehekea pamoja na yule mshirika mwenzako. Huo ni upendo ambao ulianzishwa na Mungu ikasababisha Yesu azaliwe. Bwana asifiwe. Mungu hangekuwa na upendo, Yesu hangezaliwa, lakini alizaliwa kwa sababu Mungu ametupenda. Na upendo huu anasema uendelee kwetu. Na hata Biblia ikasema katika Wakorintho ya kwamba asiyekuwa na upendo hata aite moto kutoka mbinguni ni bure. Bwana asifiwe. Yaani ufanye mambo makubwa kabisa, lakini huna upendo ni bure. Anasema ni kama shaba iliyayo na upato uvumao. Bwana asifiwe. Yaani kile kitu ambacho nakifanya kinakuwa ni bure, inakuwa ni kupoteza wakati hauna upendo juu ya mwingine, hauna upendo juu ya ndugu yako, hauna upendo juu ya yule mwingine. Hata kuna ndugu yako ambaye labda wakati huu hana kile cha kusherehekea, lakini wewe vimezidi, lakini hutampatia, hutamsaidia, hutasimama naye kwa sababu hauna upendo. Maandiko yanasema wewe ni bure. Bwana asifiwe. So ni vizuri kukaa katika upendo. Nataka tusomewe katika kitabu cha Mathayo mlango ule wa 25. Nataka tusome kifungu cha 35 hadi 40. Mtu mmoja atusomee. Naongea juu ya upendo. Kwa maana nilikuwa na njaa, mkanipa chakula. Nilikuwa na kiu, mkaninywesha. Nilikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nilikuwa uchi, mkanivika. Nilikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nilikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona umgeni tukakukaribisha, au uuchi tukakuvika? Na ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amin nawaambia, kadri mlivyowatendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru, ninakuinua, ninakupenda. Naomba Baba ukanene nasi mchana wa leo. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu akiongea juu ya upendo mkubwa ambao alionyesha kwetu na ametuambukiza tuwe na upendo wa namna hiyo. Anasema nilikuwa na njaa, mkanipa nini? Chakula. Bwana asifiwe. Nikawa na kiu, mkanipa maji nikanywa. Nikawa kifungoni, mkaja mkanitazama. Nikawa mgonjwa, mkaja mkanitazama. Nikawa uchi, mkanivalisha nguo. Bwana Yesu asifiwe. Halafu anasema wale watakatifu hawakumwelewa wakati alipokuongea maneno haya kwa ajili ya ule upendo ulioko ndani. Wakamuelewa, ndio akasema, unapomfanyia mmoja wao wa hawa wadogo umemfanyia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo anamaanisha nini? Anamaanisha ili kudhihirisha upendo, ule upendo ambao Mungu anautaka ni upendo ambao utaonekana kwa macho. Si vile wakuongea kwamba ninakupenda na umeenda zako. Ninawapenda wazazi wangu na umeenda zako. Nimempenda mchungaji na unaenda zako. Nimempenda yule kijana na umeenda zako. Hapana. Upendo ambao Yesu anautaja ni upendo wa kuonekana kwa macho. Wakati Mungu akimtuma mwanawe tulimuona kwa macho na tukawa naye. Na Yesu anapoongea juu ya huu upendo ni upendo wa kuonekana kwa macho, wa kupeana na kufanya. Na maandiko yanasema kama tutafanya tunamfanyia yeye Mungu
ambaye ameachilia hiyo neema katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. So wakati unapokaribisha mtu, maana maandiko yanasema nilikuja na mkanikaribisha. Wakati unapokaribisha mtu, wakati huu maandiko yanasema si huyo mtu umemkaribisha, lakini umedhihirisha upendo wa kuonekana kwa macho juu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So kipindi hiki usijali ya kwamba hauna chochote ambacho umekipata, una nafasi ya kukaribisha mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Una nafasi ya kumkaribisha yule mama, una nafasi ya kumkaribisha yule kijana, una nafasi ya kumkaribisha yule mtoto, una nafasi ya kumkaribisha yule jirani. Kile ambacho uko nacho cha jifunga, karibisha mwingine, hata kama unakihisi kana kwamba ni kidhaifu, karibisha mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Sasa najua tukimaliza ibada kila mtu atakaribishwa na mwenzake, maana hivyo ndivyo Yesu alitaka tufanye. Lakini kama utamaliza ibada na kwaherini uende zako, takaribisha mwingine. Bwana asifiwe. Mimi najua nikimaliza ibada nitakaribishwa na kila mtu. Shida ni kwamba wengine wananikimbia, hata mkono hawanipi. Utanikaribishaje kama unafanya kunikimbia? Bwana Yesu asifiwe. Wengine watakimbia, hata mkono hawanapabayana. Yesu anasema mulinikaribisha. Halafu anasema nilikuwa na kiu mkanipa maji. Halafu anasema hili jambo alilolisema, kama utamfanyia mtu mwingine yoyote, Yesu anakuhesabu ya kwamba umemfanyia yeye. Haijalishi yule uliyemfanyia ni mkora, wewe mfanyie tu, maana ukifanya umemfanyia Yesu. Haijalishi yule unamfanyia hakupendi, wewe mfanyie, maana ukimfanyia umemfanyia Yesu. Sisi kwa sisi, hiki kipindi ambacho tupendane. Kila jambo ambalo tunafanya tulifanye katika upendo. Hiki si kipindi cha kukaa na chuki kwa sababu mtu alikukosea miezi mitatu iliyopita. Hiki si kipindi cha kukaa na uchungu kwa sababu kuna mtu aliharibu mahali katika maisha yako. Hiki ni kipindi cha kuwasamehe na kuachilia upendo na kuwafanyia yale ambayo hata hatujayafanya, ili upendo wetu udhihirike katika matendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Wale wazee waliooa, wakati walipokuwa wanataka wajulikane kwamba wanapenda, walipeana vitu, si ndivyo? Najua mtu mmoja tu ambaye hapeani kitu na hajaoa mpaka leo. Najua mtu mmoja, maana hadirishi upendo wake, yeye hapeani kitu. Mpaka siku moja tukawa na kesi naye, maana ana mchumba. Alipopata yule mchumba nyumba yake ikawa inafungwa, imepangisha na inafungwa. Akampigia simu mchumba wake, hii nyumba inafungwa. Akauliza yalikuwa pesa ngapi? Akasema 1500. Akasema nakutumia. Akamtumia. Alipolipa hiyo nyumba siku mbili baadaye, anasema ile pesa nimekukopesha, pesa yangu haendi bure, nimekukopesha. Sasa mimi nilikuwa nafikiri unanipa maana ni mchumba wako. Anasema hapana, nikukuoa hapo, lakini saa hii sipeani kitu, nataka pesa yangu. Basi pesa yangu mpaka kawa kesi katufikia. Sema mimi sipeani, nipende tayari, kama hutaki kwenda zako. Hajaoa mpaka leo. Haleluya. So pendo ni mpaka pia uonyeshwe na kitu. Ndio maana hata tukisema tuna
Mungu. Tukisema maneno matupu bila sadaka hatumpendi. Tukisema maneno matupu bila fungu la 10 hatumpendi. Tukisema maneno matupu bila kuja ibada hatumpendi. Tukisema maneno matupu bila kumpa shukrani hatumpendi. Maana upendo unathibitishwa na vitu. Ndio Mungu akaleta mtu. Hakusema nawapenda wanadamu akanyamaza. Akaleta mtu ambaye ndiye tunaenda kusherehekea kwa sababu ya kuzaliwa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anasema nilikuwa na njaa na mkaja mkanipa chakula. Vitu. So mpaka tuwe na njia ya kuwasaidia wale ambao hawana nafasi ya kufanya lile jambo. Haijalishi hata kama sisi tunafanya kwa uchache, lakini huo uchache tulio nao tukufanye hata kwa ajili ya wengine. Kule mashambani miaka ya nyuma, japo wamepunguza kidogo upendo, lakini miaka ya nyuma walikuwa wakiingia kanisani siku ya Krismasi, watu wameleta hivyo vitu vyao ambavyo wangepika nyumbani kwe hapo, ili kila mtu ale. Na yule ambaye kwa hana, na wale watu ambao wanapita njiani, wale walikuwa wakifanya hivyo. Siku hizi sijui nao wamekuwa wachoyo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tukasema Krismasi kila mtu aje apikie hapa, si vinakuwa vingi. Shida ni kwamba havitakuja vyote, vitafichwa kama Anania alivyofanya. Napeleka tu hiki kidogo, maana jioni naweza kuja na njaa. Utakuja na njaa umeshiba. Upendo umeshuka. Bwana asifiwe. Yesu anasema tudhihirishe upendo kwa matendo yetu, kwa vitu tulivyo navyo, kwa chochote ambacho anasema. Hata alikuwa uchi, hakuwa amevaa nguo. Na si hapa kuna watu hawatavaa nguo, lakini hamtakuwa uchi hata kama hamtavaa za Christmas. Nyinyi mna bahati, hamtakuwa uchi. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna mafundi, si wanaweza kujitolea wakasema hata kama tuko busy, acha tushonee kila mtu hapa. Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Upendo unadhihirishwa na vitu. Na ndio maana kuna wazee wengine walijiwa mpaka wakashangaa, maana wanadhihirisha upendo wao tena wakawakosa kwa wengine, kwa sababu upendo huletwa na nini? Unadhihirishwa na kupeana kitu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nilikuwa mgonjwa mkaja mkanitazama, nilikuwa sina mahali kwa kulala mkanipa. Upendo. Yesu anataka kipindi hiki ambacho tunakumbuka, maana Yesu alizaliwa miaka hiyo, lakini wakati huu tunakumbuka. Na kwa sababu gani tukumbuke? Tunakumbuka ili wokovu wetu ukawe renewed, ukafanywe upya tena. Hiyo ndio sababu kubwa ya kwamba tunakumbuka kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Unajua kitu unapokikumbuka ni kwamba kinakufanya kuchukua hatua. Hata kama kuna makosa umeyafanya, unapokumbuka unachukua hatua mpya ambayo si ile uliyoifanya, lakini ni hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So ni vizuri wakati huu tuonyeshe upendo, na upendo tusionyeshe kwa jamii peke yake, tunauonyesha kwa kila mtu. Tunaonyesha hata kwa yule ambaye ni si jirani mzuri, tunamwonyesha upendo. Pale kwetu ninapokaa tukipika, naona mama mchungaji huwa anateseka mara nyingine. Maana akimaliza kupika anasema nachukua bakuli napeleka huku. Basi hata atakupeleka nini? Apeleke mpaka nimhurumie. Napeleka tu na waishi. Anapeleka tu. Anapeleka tu. Na hawaishi. Bwana Yesu asifiwe.
Na siku moja anapelekea Wakristo peke yake. Hata wale Waislamu wako pale. Anawapelekea. Hawaishi. Bwana Yesu asifiwe. Upendo. Sasa hata nikitaka wapige inabidi nimpangie kabisa, mwambie sasa kama sisi tunakula kilo moja ya nyama, kachukue 3, maana 2 zinaenda. Nyinyi mnafanya 2 zitaenda. Mfanya nini? Zia amefanyika. Mama Nyundo, vimefanyika. Florence, vimefanyika. Hivyo ndivyo Yesu anasema na anataka ifanyike huu wakati. Bwana Yesu asifiwe. Anataka hiyo ifanyike huu wakati, maana tunakumbuka, na ndio maana tumeahidiwa. Kwa sababu kuna mtu amekumbuka kwamba tunahitaji kuonyesha upendo kwa wengine, na ndio akasema nataka nipeleke chakula. Huo ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tuonyeshe upendo. Na ndio upendo si wa maneno, ni upendo wa kutenda, upendo wa kupeana. Kama umeona mtoto wa jirani hajapata nguo na watoto wako wamepata mpaka umebakisha, mnunulie. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama huwa analeta gunia 2 za nguo kila mwaka hapa. Mwaka huu ndio sijaziona, lakini labda ataleta. Tunafikiri nyingine za mwaka jana bado ziko ama zimechoma. Bado ziko. Watu walichukua mpaka outsiders pale, tukamwaga, watu wakachukua. Anaonyesha upendo. Naambiwa mwaka jana na mwaka juzi watu walichukua wakachukua mpaka wakaisha, hakuna tena, mpaka bado kuna nguo huko chini. Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kipindi hiki ni nini umepanga kupeana kwa mwenzako? Ni nini umepanga katika maisha yako? Katika ule uchache ambao uko, ni nini umepanga kupeana kwa mwingine? Yesu akasema hata kama una kitu kidogo, kama ile chembe ndogo, ile kuna mbegu ndogo kabisa, sema kile kitu kidogo kabisa, lakini una nafasi ya kukigawanya na mwingine, kile kidogo. Yohana naye akasimama akasema, kama una kanzu 2 mpe mwenzako 1. Hiyo yote ilikuwa ni kuonyesha upendo ambao ulianzishwa na Mungu tunayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kama una kanzu 2 unampa 1, lakini nyinyi mna 2. Si sanduku limejaa. Yaani masanduku ya watu yamejaa manguo na maleso na viatu. Hata sasa hivi nataka tuingie mwaka mwingine mwanze kuchagua kuchoma. Maana vimejaa. Lakini hatuwapi wengine. Bwana asifiwe. Hatuwapi wengine, lakini tumejaza masanduku. Tumejaza vitu na wengine hawana. Yesu anasema nilikuwa ni uchi mkaja mkanifilisha, na kuvalishwa ni nguo. Bwana Yesu asifiwe. Natarajia ile siku ya Christmas tukija kwa ibada, hata wale wa mama wote watakuwa wamesomba kalikiti. Kalikiti kwa haisomwi, yabandikwa. Maana mafundi wamewaita wakaambia njoni niwafanyie. Ama kuna mtu amejitolea akasema acha nikufanyie. Upendo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunapoonyesha upendo, ndio tutakuwa tunaonyesha ya kwamba huyo Yesu amezaliwa kwa ajili yetu. Tutakuwa tunaonyesha mabadiliko katika maisha yetu. Lakini cha kushangaza, wakati huu ambapo alituonyesha upendo mkubwa, ndio wakati wanalewa watu. Ndio wakati wa Kristo wanaenda kuvuta bangi huko msituni.
kusini huko, hata wanaonyesha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kule kwetu ilikuwa shule Disemba zikifungwa, kila Januari hapo shule kuna wasichana 7 hawatakuja shule, 7 ama zaidi, kila Januari, maana wana mimba. Lakini huu wakati si wa hiyo. Huu wakati ni wa kuonyesha upendo katika matendo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Mure Christmas unakula nini? Kula nini? Hakuna kabisa. Hakuna tu. Hawa watu wataonyesha upendo. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tunamwona akija ibada kutakuwa na vitu, ama tunasherehekea peke yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tuonyeshe upendo, tuonyeshe upendo kwa vitu, tuonyeshe upendo wa kuonekana kwa macho. Tushikilie vitu, tuanze kutembea navyo, tuanze kutembea na vitu. Tukija kanisani tunaleta vitu. Wakati ule Yesu alipozaliwa, maandiko yanasema watu wakaenda kumtazama, lakini hata walipoenda kumtazama walibeba, kwa sababu walikuwa wanaonyesha upendo wa vitu. Walibeba tunu, uvumba, mane, walibeba zawadi nyingi. Na zawadi ni kitu visible, ni kitu cha kuonekana, si cha ndani ya moyo. Hapa anaongea juu ya vitu vya kuonekana. Bwana asifiwe. Mchungaji Emmanuel, vile vitu walibeba vilionekana kwa macho, havikuwa vya moyo, vilikuwa ni vitu vinaonekana. Sijui hapa kama kesho kutwa siku ya Christmas kutakuja vitu vya kuonekana hapa. Na ndio maana wakati ule wakatenga siku ya kufungua vile vitu, wakaiita ni Boxing Day. Ile Boxing Day si siku ya ngumi, ni siku ya kufungua vitu, maana vimeletwa, watu wakaviona kwa macho. Yule ameleta boksi ya maziwa, yule ameleta boksi ya mkate, yule ameleta boksi ya hivi, yule ameleta boksi ya sukari, yule ameleta boksi ya mafuta, yule ameleta boksi ya nguo. Sasa watu walikuwa busy, maana wanaenda kusherehekea beach, wanaenda ferry, wanaenda huko, wakashindwa na kufungua. The following day wakaja wakafungua, wakaita Boxing Day. Bwana Yesu asifiwe. Maana walidhihirisha upendo kwa matendo ya kuonekana kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Watu wanaendelea kudhihirisha upendo kwa wengine, kwa watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na watu wanapenda niwataje mfano, sababu nikihubiri napeana mfano. Kuna watu ambao wako katikati yetu, lakini kuna jambo maalum ambalo wanalifanya kila wakati anapoingia Disemba, ambalo halijafanywa na mwingine, lakini yeye amechagua kulifanya hilo. Kila ikifika Disemba anakaribia, analifanya hilo, na inawezekana analifanya kwangu na kwa wengine pia. Bwana Yesu asifiwe. Mzee Mamura kuna jambo analifanya kila Disemba, analifanya kwangu ama na wengine pia. Hata leo amefanya, sasa anafanya na kwa wengine. Upendo ina hele, wanafanya jambo amelichagua, lakini analifanya kila Disemba. Alafu cha kushangaza, Disemba mama Helen akaja akasema, napeana 1,000 tuanze kuweka madhabahu. Nivyo. Alafu akaleta nyama kule kwangu. Disemba hii leo amefanya hivyo hivyo, ameleta 1,000 ni kuanza kuchimba choo.
wengine hatujui kutatokea vipi, lakini yeye ameanzisha tu hiyo jambo, alafu Mungu afanye wakati jambo ambalo amelitamani kulifanya, jambo tofauti kila mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Na mambo mengine zaidi, kuna watu ambao wamechagua, hata wale ambao sijawataja, wamechagua kufanya jambo la kuonekana kwa macho. Bwana asifiwe. Na hii ndiyo Yesu anatufundisha. Yesu anatufundisha ya kwamba tulikuwa uchi tukavalishwa na watu, sisi pia tuwavalishe. Na anasema hili jambo ndilo jambo ambalo yeye analitaka, maana ukifanya kwa huyu mtu umemfanyia yeye Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So pesa ya choo ninayo tayari hapa, imeanzwa. Nunueni plot, fanyeni yote, lakini ya choo ishaanza. Bwana Yesu asifiwe. Maana sali angalia akaona ile shimo ni kana kwamba imejaa. Kuna watu wengine wameona, maana anaona peke yake. Tukijua kurusha na mama ndiye anaona. Upendo. So tunataka tusimame katika upendo. Wakati ambao umebaki, kama hatukuonyesha upendo kwa vitendo na vitu hapo nyuma, tuanze leo. Bwana asifiwe. Tuanze leo ili tuendelee kufanya. Bwana asifiwe. Papa na hao hata hawana wazazi, lakini wanakuja kanisani. Je, ushawahi kumtembelea huyo kijana ama kuongea naye ili umpe kitu? Bwana Yesu asifiwe. Na vijana, kuna wamama ambao tunajua kabisa hawa labda mambo si mazuri, tunajuana. Je, kuna jambo tumetamani kuwafanyia? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwenda bichi na kurudi shinga. Kwenda na kurudi. Kwenda na kurudi 200. Eh? 400. Wale wataenda bichi wasimame. Ni mfano. Wale wataenda bichi, either Pirates, either kule nini Mama Ngina, either huko sijui Sarova, sijui wapi. Unatamani utaenda, simama tu. Wataenda bichi. Amen, ataenda. Mwingine wale ataenda peke yake. Yaani nyinyi hamtaenda bichi. Tumesema wale wataenda wasimame. Sindio? Simtaenda. Simameni kama mtaenda beach. Mama Fei, si wataenda. Sasa ndio taenda. Basi hamna bahati, mmekosa zawadi. Maana nilikuwa nataka nipate wale watu wataenda beach, niseme nichukue gari pale ije hapa kanisani wabebe wapeleke. Sasa sikupata hata mmoja, nimekatolea mtoto tu. Hawezi kuingia basi peke yake. Sasa kuonyesha upendo, mmokataa. Anasema niseme tena. Kwani hiyo ya kwanza haukusikia? Basi singekuja tu kama ni basi, kwani nini? Hii mini basi, kwani kama ni siku hapa 3000 mnapelekwa tena mfuatwe hapa. Tena mfuatwe, hiyo jambo hamungeipata, lakini mmekataa, hamwendi. Anayeenda ni huyu na nimeambiwa ni 200
na tukimaliza ibada atampa 200 yake aende. Upendo. Anasema rudia tena mchungaji. Isharuka hiyo Sasa ni wangapi wanataka mimi niende beach? Shabadilisha sasa. Simesema sana tena. Ni wangapi wanataka niende beach? Kama unataka niende, simama sasa. Na mmoja anataka niende. Ine. Wewe unataka niende. Simama kama unataka niende. Shabata mmoja tu. Wa pili mwingine. Yaani nyinyi hamtaki kwenda, hata mimi hamtaki niende. Wale wanataka niende beach, simame. Acha nikunyosha mkono, simameni kabisa, simame. Kama unataka niende beach, simama tu. Simama kama unataka niende beach, simama. Kama unataka niende beach, simama. Asante, asante, asante. Wazee hawataki niende beach, baki hapa. Mwingine ambaye anataka niende beach. Haya, wale wanataka niende beach watatuma 100, maana ndio nauli. Nimesema. Mama Yuda anasema mimi natuma 500. Nimesema naenda zote. Sasa nikienda ferry 400. Alafu huku nako Peret 400, 800. Karo nasema kuna Sorova. Nipi? Serena 400. Alafu nyingine Nyali Beach 400, zimefika 5. Jioni tenda na mguu. So hizo ni 5 times 4. Alafu mimi naenda zote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Lengo ni kuonyesha nini? Upendo. Bwana asifiwe. So tunapofundishana ni kwamba tunahitaji kuonyesha upendo kwa wale wengine ambao hawawezi. Wale wengine ambao hawawezi kutembea katika yule mpango ambao tuko nao. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama utapika maharagwe, onyesha upendo na hayo maharagwe. Na unajua hakuna chakula kizuri kama maharagwe. Sawa? Je, niulize. Amesema nenda beach. Unataka kula maharagwe, unataka kula nyama? Nyama. Fei. Unapigia maharagwe au unapigia nyama? Pigia nyama. Sisi wengine tuje sote hapo. Sote? Haya, tumesikia. Tusimame. Najua mmeelewa. Tusimame. Nataka tuende mbele za Bwana, mwambie Mungu, nataka kuonyesha upendo. Nataka upendo ukae ndani yangu. Nataka upendo ukae ndani yako. Mwambie Mungu, nataka upendo ukae ndani yangu. Achilia upendo ule wa kweli, na Mungu ataachilia. Upendo ule wa kweli, na Mungu ataachilia upendo.
nakupenda, nakupenda Bwana wangu Yesu, nakupenda Bwana, nakupenda Bwana wangu Yesu, nakupenda Bwana, nakupenda Bwana, nakupenda Bwana wangu Yesu, nakupenda Bwana, nakupenda Mesia, nakupenda Bwana wangu Yesu, nakupenda Bwana, nakupenda Bwana, nakupenda Bwana, nakupenda Bwana wangu Yesu, 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 nakupenda Bwana, nakupenda Bwana, nakupenda Bwana wangu Yesu, nakupenda Bwana. Nenda mbele za Bwana, mwambie Mungu, achilia upendo wa ajabu ndani ya maisha yako, maana wakati huu ambapo tunaenda na kusherehekea, tunahitaji kuonyesha upendo wa matendo, tunahitaji kuonyesha upendo kwa jirani zetu, tunahitaji kuonyesha upendo kwa watoto wetu, tunahitaji kuonyesha upendo kwa wazazi wetu, tunahitaji kuonyesha upendo kwa washirika wengine, tunahitaji kuonyesha upendo kwa wale tunakaa nao, tunahitaji kuonyesha upendo kwa watu wale ambao wametuzunguka, kuonyesha upendo kila mahali tunapoingia na kutoka, kuonyesha upendo hapa kwa ajili ya Yesu Kristo, kuonyesha upendo kwa ajili ya Mungu wetu. Nenda ukanene jambo kwa ajili ya maisha yako, Mungu akaachilie neema mpya katika maisha yako, Mungu akanene nawe, Mungu akakufunike na damu yako, Mungu akakupiganie chochote unachokihitaji, Mungu akaachilie. Achilia kile ambacho Mungu anataka ufanye, ukafanye mchana wa leo. Katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili unaendelea kuonyesha upendo katikati yetu. Enda maboka tuinue na kutujaza na rehema zako, tukaonyesha upendo kwa majirani, tukaonyesha upendo kwa wale wanakaa nasi, tukaonyesha upendo wa vitu, tukaonyesha upendo kila mahali tunapoingia na kutoka, tukaonyesha upendo kwa watu wote, tukaonyesha upendo kwa jamii zetu, tukaonyesha upendo kwa watu wetu, tukaonyesha upendo kwa jamii zetu, tukaonyesha upendo kila mahali tunapoingia, hata mahali tunatembea tuonyeshe upendo, hata wale tunakutana nao tuonyeshe upendo, kila mahali tukaonyesha upendo, tukasimame katika upendo, tukasimame katika upendo. Yesu, achilia roho mpya ndani yetu, achilia, 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 achilia pesa maisha ya watu wako mchana leo. Nenda kaachilie roho mpya ndani yao, nenda kaachilie roho ya upendo ndani ya watu wako, nenda kaachilie, nenda kaachilie, nenda kawaguse watu wako, nenda kawainue, nenda kapate kuwatendelea Baba, na jina lako likatukuzwe. Nasema ni asante kwa rehema na neema, nenda Baba ukajidhihirishe, ukatende miujiza na sifa zote Baba zikakurudia wewe Jehova. Nalibariki jina lako, naliinua jina lako, nenda ukatuzingire na damu yako, nenda ukatindwe, nenda ukatujaze na rehema na neema. Asante kwa matendo makuu, asante kwa wema wa ajabu. Ninalinua jina lako, ninalisifu. Yesu, maisha yetu, gusa kazi zetu, nenda ukatujaze na rehema, neema kuu ikashuke, na jina lako likabarikiwe. Moyo wangu tamani
machoni pangu, najua utatenda. Mungu wa uzima, moyo wangu tamani, hata machoni pangu, najua utatenda. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru, ninakuinua, ninakupenda. Jina lako likabarikiwe, likainuliwe. Tazama, wewe ni Mungu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuinuliwa. Kipindi hiki Baba, ambapo umeonyesha upendo kwetu wakati tulipokuwa tukiangamia katika dhambi, ukatuletea mwanao ili kwa ajili yake tukapokea wokovu. Tazama Baba, upendo huu kadumu ndani yetu pia, ili tukawaangalie wengine wenye mahitaji ambao hawajafikia mahali ambapo wanatamani, tukawainue, tukawajaze na neema na rehema, tukaonekane kwao kama nuru yao, ili nuru hii ikapate kutembea katika ulimwengu wote kupitia we Kristo. Nasema ni asante, maana we ni mwema na unatenda makuu. Kwa jina la Yesu nimeomba. Tupate chorus. Iwapo kuna mtu ana mahitaji aje mbele niombe naye. Tuwa tunaendelea kukamilisha ibada. Kamilisha ibada mkaanze kujipanga. So tupate chorus. Iwapo kuna mtu ana mahitaji. Iwapo unaona hayo mambo hayaendi vizuri na ni siku kidogo na hitaji Mungu akutembelee, pia njoo mbele niombe nawe.